Twende kwenye Petro wa kwanza 5. Petro wa kwanza. Nani ana uwezo wa kunisomea? Aha, asante. Mmechagua mchungaji. Asanteni sana. Kama vile mmesikia, mimi ni baba wa watoto 4 na mke wangu ndio huyo. Kama vile mnaona ni wa jinsia ya kike. Unajua hizi siku kuna mambo mengi. So mimi sijaingia kwa mambo mengi. Amina. Aya, twende Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 na wa 6. Nasoma. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa unyenyekevu neema. Mstari wa 6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Sema amen. Amen. Wacha tushukuru kwa sababu ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa nafasi hii ambayo Bwana umenikirimia. Nakushukuru. Asante Bwana kwa sababu umeliweka neno lako moyoni mwangu. Sasa Baba, naomba katika jina la Yesu ukanisaidie kulifikisha neno lako kama vile ambavyo ulinipa. Ni asante ukamsaidie kila mmoja wetu, ndugu zangu hawa, ya kwamba Bwana utawapa masikio ya ndani waweze wakasikia neno lako ndani ya mioyo yao na kulitendea kazi. Nakushukuru kwa Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa malaika wa zamu ambao wapo pamoja nasi. Tunakushukuru kwa wakati huu kwa sababu Bwana tutajengeka katika neno lako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. So, Biblia inasema hivyo hivyo nyinyi mlio vijana watiini wazee, nanyi nyote jivikeni unyenyekevu. Sema amen. Amen. Sema amen. Mwangalie mwenzako mwambie jivike. Mwangalie mwenzako. Nikikwambia muangalie sio namaanisha hivyo. Namaanisha muangalie. Mwangalie mwenzako. Mwambie karibu kanisani. Mwambie katika jina la Yesu. Biblia imesema tujivike unyenyekevu. Sema amen. Hakusema tuombe unyenyekevu. Hakusema Mungu atatuvika unyenyekevu. Amesema jivike. Sema amen. Maana yake ni kwamba unyenyekevu ni kama nguo. Maana yake ni kwamba kama wewe sio mnyenyekevu, kwenye rohoni uko uchi. Si alikwambia ujivike unyenyekevu? Kama hujajivika uko nini? Maana yake ni kwamba mapepo wakikuangalia, malaika wakikuangalia, wanaona huko Mwangalie mwenzako muulize, wewe vile uko smart hivi rohoni Sema amen. Kwa sababu unyenyekevu ni nini? Ni nguo. Si amekwambia ujivike? Yes. Alafu hajakwambia uombe na hajakwambia mchungaji akuombee. Amesema wewe jivike. Amen. Jukumu ni la nani? La kwako. Jukumu la kwako. Sema amen. Aha. Hebu tuangalie kitu kingine. Alafu anasema kila mtu, kuna kitu baba umenisomea, hebu nisomee yangu haijasema hivyo. Kuna kitu hapo nimekisikia. Aha. Baada ya nyinyi nyote mjivike unyenyekevu. Aha, jivikeni unyenyekevu
mpate kuhudumiana. Maana yake ni tutajua kama umejivika unyenyekevu kwa jinsi ambavyo unahudumia wengine. Mtu ambaye ni mnyenyekevu ni mtu ambaye anafanya nini? Anahudumia wengine. Kama wewe ni wa kuhudumiwa kidogo tuna mashaka na wewe, si ni kweli? Kwa sababu mtu mnyenyekevu, Biblia imesema mpate kuhudumiana. Maana yake ni kwamba usitarajie tu mchungaji atuhudumie. Tunatakiwa kuhudumiwa, sawa, lakini pia unatakiwa kufanya nini? Uhudumie pia. Kila mtu ana jukumu la kwake, lakini itakugharimu nini? Unyenyekevu kuhudumia mwingine. So ukiona mtu ambaye hapendi kuhudumia, shida sio kwamba hapendi, shida ni kwamba sio mnyenyekevu. Na tutaona, tunaenda hapo, tutajua yeye shida yake ni gani. Mungu amesema hapo mbele. Sema amen. Baba yangu, sasa mlimpatia mchungaji, sasa namsumbua mchungaji, lakini atanisaidia. Baba nisaidie. Baba mnyenyekevu ananihudumia. Unyenyekevu. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumia. Kwa sababu. Kwa hivyo angalia, kuna sababu. Yes. Kuna sababu. Yes. Sio bure. Sio bure. Kuna sababu. Kwa sababu Mungu hufanya nini? Huwapinga wenye kiburi. Mungu hufanya nini? Huwapinga wenye kiburi. Mwangalie mwenzako, mwambie kama wewe sio mnyenyekevu, wewe ni mwenye kiburi. Kinyume cha unyenyekevu ni nini? Kiburi. Sema nimekataa kiburi. Sema katika jina la Yesu. Mimi ni mwana wa Mungu. Sema nitaishi maisha ya unyenyekevu na nitawahudumia wengine. Usiishi maisha ukitarajiwa kuhudumiwa. Ishi maisha ukitarajia nini? Kuhudumia wengine. Sema amen. Na Mungu, angalia mama, Mungu hufanya nini? Mungu huwapinga wenye kiburi. Maana yake ni kwamba mama anajaribu kwenda hivi, Mungu ana wacha. Si ni kweli? Anasonga hivi Mungu na Mungu akikufanya hata Mungu akikupinga, haijalishi ni nani anakuunga mkono, nyinyi wote mnaenda chini. Si ni kweli? Afadhali Mungu akupatie kibali na watu wakukatae, lakini Mungu akikupinga hata watu wakupende, hauendi mahali. Lakini ameshakwambia yeye hupinga wenye kiburi. So usiwe na kiburi, kwa sababu ukiwa na kiburi nini kitafanyika? Utapingwa na Mungu na vyuma vitakaza. Mambo ya kwendi. Ukitaka mambo ya kwende, kuwa nini? Mnyenyekevu. Amen. Mnyenyekevu. Kwa maana Mungu huwapinga nini? Wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Huwapa wanyenyekevu nini? Neema. Umeiona vyuma kuna sijui zinaitwa nini? Bearings zinaitwa nini? Yaani mahali ambapo panahitajika uweke oil, grease. Umeiona vyuma viwili ambavyo havina grease? Ukiona kiburi, hivyo ndivyo maisha yatakuwa. Wewe na maisha munasagana. Na unajua vyuma viwili vikisagana nini inatokea? Joto, moto. Maisha yatakuwa moto. Kwa sababu hayana nini? Grease. Kwa sababu neema ni nini?
ni grease ya maisha. Yes. Amen. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Maana yake ni mama, ni sawa, kuna neema Mungu anaweza akakupa kwa kuomba, na hata kuomba ni unyenyekevu, kwa sababu wakati unaomba unamaanisha ya kwamba siwezi peke yangu, nisaidie. Si ni kweli? Hata maombi ni unyenyekevu. Lakini ukitaka kuona neema ya Bwana, ishi maisha ya nini? Ya unyenyekevu. Ishi maisha ya unyenyekevu. Usiwe na kiburi. Kiburi ni gharama maishani. Sema amen. Kiburi ni nini? Ni gharama maishani. Mwambie mwenzako, mwambie mwenzako. Mwambie ishi maisha ya unyenyekevu. Usiishi maisha ya kiburi. Mwambie kiburi ni gharama. Sema amen. Aha. Hebu twende alafu ya 6 imesema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa nani? Wa Mungu ulio nini? Hodari. Alafu apate nini? Ili awakweze kwa wakati wake. Sema amen. Nani ambaye anakweza watu? Mungu. Lakini amekwambia usijaribu kujikweza. Kazi ya kuna kitu kama hiyo, kazi ya kukweza. Kuna neno kama kukweza. Lipo, lazima liwe. Hicho Kiswahili kweli. Angalia, usijaribu kujikweza. Kazi ya kukweza sio yako. Ni ya nani? Ya Mungu. Kazi yako ni kunyenyekea. Amen. Alafu amekwambia apate kukukweza kwa wakati wake. Sema amen. Maana yake ni nini? Mungu ana wakati wake wa kukukweza wewe. Kile ambacho anahitaji wewe ufanye, nyenyekea mpaka wakati wako ufike. Lakini mama umejua nini kimetokea? Wengi waliishia njiani. Mungu ametarajia wakifika pale watakwezwa. Lakini wanafika hapa wanajiinua kabla wafike pale. Na ukifanya hivyo atakupinga. Sema amen. Sema amen. Sema katika jina la Yesu, hekima ya Bwana inafanya kazi maishani mwangu. Sema katika jina la Yesu. Sema sitaishia barabarani. Sema katika jina la Yesu, wakati wangu upo. Sema amen. Na kazi yako ni nini? Kujinyenyekea. Nyenyekea. Usiwe mwenye kiburi. Sema amen. Haya, hebu twende sasa hebu tuone mifano. Si ni kweli? Tutasoma Biblia. Unajua mimi sipendi kupatia sipendi kupotezea watu wa Mungu wakati. Si watu wa Mungu walikuja kusikia neno. So nikifundisha mafundisho yangu yamejaa Biblia. Sasa leo utaenda nyumbani na Biblia imejaa. Utakuwa umelewa Biblia. Sema amen. Hebu tuone mifano. Hebu tuende kwa Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 21 hadi 18 hadi 29. Sio hiyo nzuri, sivyo? Wafalme wa kwanza 21:18 hadi 29. Hebu sikia, hebu ona Mungu alivyo waajabu. Hebu sikia hii story. Hii story ni ajabu sana. Hebu isikize. Hebu sikiza hii story. Ondoka, ushuke, ukutane na Ahabu, mfalme wa Israeli. Akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mzabibu na Boazi. Ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Akamwambia ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Naboti
mbwa watailamba na damu yako. Naam, damu yako. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yake iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahiya, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza hata unikadhibisha ukawakosesha Israeli. 25. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afanye ulinzi, mbwa watamla, na yeye afanye mashambani, ndege wa angani watamla. 25. Lakini hapata kuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni kwa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea akamchukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawa sawa na yote walioyafanya Waamoni, Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Hebu sikia 27. Hebu sikia 27. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno haya, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Eliya Mtishbi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Sema amen. Amen. Hebu nisome una Biblia ya neno? Yes, neno Biblia. Aha, hebu nisomee huo mstari wa 29. 29. Umeona jinsi Ahabu alivyojinyenyekeza mbele zangu, kwa kuwa amejishusha mwenyewe. Sitaleta maafa haya wakati akiwa hai, lakini nitayaleta juu ya nyumba yake katika siku za mwanawe. Sema amen. Sema amen. Ahabu alikuwa mfalme ambaye alikuwa katili, maovu ameyafanya. Mungu akakasirika na yeye. Mungu akasema, enda umwambie Ahabu, nitamaliza, nitamwangamiza na nitamaliza nyumba yake. Ahabu aliposikia neno la Mungu, Biblia inasema alifanya nini? Akajinyenyekeza, akachukua magunia, akafunga. Sema amen. Kwa hivyo, hebu sikia, kufunga ni njia moja ya kufanya nini? Ya kujinyenyekeza. Kwa hivyo ukisikia mchungaji ametangaza mfungo, mchungaji ametangaza wakati wa nini? Wa kujinyenyekeza. Usione njaa. Usione aya tena mchungaji ametangaza njaa tena. Usione njaa. Sio siku za njaa. Ni siku za kufanya nini? Za kunyenyekea mbele ya Bwana. Na Biblia imesema anawapinga wenye kiburi, anawapa neema nini? Wenye kunyenyekea. Ina maana ukifunga utapatana na nini? Na neema ya Mungu. Na Ahabu hata kama alikuwa mfalme muovu, alipojinyenyekesha alipata neema ya Bwana. Mungu akasema mambo ambayo nimesema hayatatokea kwa wakati wake. Hata kama Mungu alikuwa amepanga yatatokea kwa wakati wake, Mungu akasema hayatatokea.
Kwa nini? Kwa sababu amenyenyekea. Mwambie mwenzako unaweza ukabadilisha hukumu ya Bwana kwa kunyenyekea. Sema amen. Sema amen. Na njia moja ambayo tunanyenyekea ni kwa kufunga. Sema amen. Tunanyenyekea kwa kufanya nini? Kwa kufunga. Haya, twende kwa nini nyingine. Twende kwa Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati 2. Mambo ya Nyakati 2:12. Mambo ya Nyakati 2:12 kuanzia 1 hadi 12. Aha. Aha. Baada ya nafasi ya Rehoboamu kuimarika na kuwa na nguvu, yeye na Israeli yote waliacha sheria ya Bwana. Sema amen. Ikawa, hebu sikia hii. Ikawa ulipodhibitika ufalme wa Rehoboamu, naye amepata nguvu, aliacha torati ya Bwana na Israeli wote pamoja naye. Sema amen. Mwangalie mwenzako, mwambie wakati Mungu atakubariki, wakati Mungu atakuinua na udhibitike na uwe na nguvu, nyenyekea. Ujumbe huu unaweza ukawa sio wa leo. Unaweza kuwa ujumbe huu unakutayarisha kwa sababu Mungu ana mpango wa kukuinua. Sema amen. Na akikuinua usimsahau. Baba, unajua kuna watu bado hatujawajua. Wamenyenyekea kwa sababu ya hali ya uchumi. Uchumi wao ukibadilika tutawajua vizuri. Sema amen. Huwezi ukajua mtu, kuna watu huwezi wajua bila hela. Mpaka wakati watapata hela ndio utawajua. Kuna watu wananyenyekea kwa sababu wanahitaji kitu kutoka kwako. Wakati watapata ndio utajua. Mwangalie mwenzako, mwambie wakati utapata. Mwambie wakati utapata. Wakati Mungu atakuinua na akubariki, usisahau. Mwangalie, mwambie na kama Mungu amekubariki na kiburi kinakunyemelea, na kuhisi katika jina la Yesu, kataa kiburi. Sema amen. Rehoboam alipodhibitika katika ufalme na akapata nguvu, alifanya nini? Alisahau. Na sisi wanadamu tuna ugonjwa mmoja. Ndugu yangu, sisi wanadamu tuna ugonjwa mmoja, unaitwa nini? Kusahau. Lakini kuna wimbo unasema mimi sitasahau. Si ni ukweli? Ukibarikiwa huo wimbo uweke hapa. Unatembea mimi sitasahau. Ukweli. Wewe ulikuwa unalala njaa. Saa hii umepata tu vitu unakula, unatupa kwa takataka, kwa pipa. Alafu unaanza kutuuliza, mbona watu wanalala njaa? Mbona mnalala njaa? Sema amen. Wewe ambaye ulikuwa unachukua daladala kutoka Posta mpaka Ngongo la Mboto. Sasa umepata magari, sasa unashangaa. Mbona watu panda bajaji? Tu vitu tutundu. Tunasumbua watu barabarani. Tunasumbua watu barabarani wewe. Na si ni wewe juzi tu. Usisahau. Amen. Sema amen. Aha, hebu sikia kilichotokea. Ikawa, hebu sikia. Ikawa katika mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu,
kwa kuwa walikuwa wamemwasi Bwana. Mwenye magari 1,200, wapanda farasi 60,000, na watu wasiohesabika waliotoka Misri pamoja naye, Walubi na Wasuki na Wakushi. Akaitwaa miji yenye maboma yaliyokuwa ya Yuda, akaja Yerusalemu. Ndipo akaja Shemaya nabii kwa Rehoboamu na kwa wakuu wa Yuda waliokusanyika Yerusalemu kwa sababu ya Shishaki, akamwambia, Bwana asema hivi, ninyi mmeniacha mimi, kwa hiyo nami nimewaacha ninyi mkononi mwa Shishaki. Ndipo wakajinyenyekeza wakuu wa Israeli na wafalme, wakasema, Bwana ndiye mwenye haki. Hebu sikia, hebu angalia, wamemsahau, si ni kweli? Na nimekuambia kiburi kikiingia, Mungu ataanza kufanya nini? Kuwapinga. Sasa Mungu ameanza kuwapinga. Mfalme wa Misri ameamka asubuhi moja na akasema, twende Yerusalemu. Sema amen. Kuna shida ambazo ukiwa na kiburi Mungu ataziacha zije maishani mwako. Kuna vita ambazo kiburi kikiingia maishani, umefungua mlango wa adui kuingia. Sema amen. Lakini suluhisho ni nini? Kunyenyekea. Hebu angalia, Rehoboam walipoambiwa mmeacha Bwana naye amewaacha, Rehoboam wakafanya nini? Wakanyenyekea, wakasema Bwana ndio mwenye haki. Maana yake ni hawakukausha mioyo yao, hawakufanya mioyo yao iwe nini? Migumu. Walikubaliana na Mungu, ni kweli tumekosea. Unapokosea na Mungu anakurekebisha, usifanye moyo wako uwe nini? Mgumu. Wacha moyo wako uwe mrahisi. Mungu akikuonyesha hapa uendi vizuri, kama wewe ni mwenye hekima na wewe ni mnyenyekevu, utabadilisha mahali Mungu anakuambia ubadilishe. Sema amen. Sema amen. Maana yake ni kwamba tuliona njia moja ya kujinyenyekesha ni kufunga, si ni kweli? Njia ya pili ya kunyenyekea ni kwamba unafanya kile Mungu amesema katika neno lake. Mtu ambaye ni mnyenyekevu kwa Bwana anafanya kile Mungu amesema kwenye neno. Ukiona mtu anafuata neno la Mungu, huyo ni mtu mnyenyekevu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sasa Rehoboam wamenyenyekea. Hebu tuone matokeo ya kunyenyekea. Hebu angalia matokeo ya kunyenyekea. Hebu tusome kuanzia 6. Ndipo wakajinyenyekeza wakuu wa Israeli na wafalme na mfalme, wakasema, Bwana ndiye mwenye haki. Naye Bwana alipoona ya kwamba wamejinyenyekeza, neno la Bwana likamjia Shemaya kusema, wamejinyenyekeza, sitawaharibu. Wamejinyenyekesha, sitafanya nini? Sitawaharibu. Maana yake walinyenyekea wakapata nini? Neema. Kwa sababu Mungu huwapa nini? Neema wanyenyekevu. Amen. Sema amen. Baba, maana yake ni kwamba mtu anaweza akajipata ya kwamba alitoka kwenye njia ambayo inafaa, akajipata kwenye kiburi, lakini kuna nafasi ya kufanya nini? Ya kutubu. Na urudi mahali unatakiwa kwenda. Sema amen. Na kama uko hapo, ni vizuri ufanye nini? Utubu. Na urudi kwenye unyenyekevu. Sema amen. Ukirudi, Mungu hawezi akakukataa. Ukirudi, si umenyenyekea, utapata nini? Neema. Sema amen. Ukweli. Hebu tusikie. Wamenyenyekea. Bwana alipoona ya kwamba wamejinyenyekeza, neno la Bwana likamjia Shemaya kusema, wamejinyenyekeza, sitawaharibu, lakini nitawapa wokovu punde, wala adhabu yangu haitawakarikia, haitamwagika juu ya Yerusalemu kwa mkono wa Shishaki. Walakini watamtumikia ili wapate kujua utumwa wangu
na huo utumwa wa falme za nchi. Maana yake ni kwamba hawataharibiwa, lakini watamtumikia kidogo. Unajua kuna wakati Mungu anakuacha kwanza upitie kakitu ili masikio yafunguke, kwa sababu masikio yanaonekana yana Sema amen. Kuna mambo Mungu anakubali yakuje maishani kwa sababu hausikii vizuri. So anakuacha tu upitie, kwa sababu anajua ukipita, ukifika ule upande mwingine, masikio yatakuwa wazi kabisa, yatakuwa yamesafishwa. Sema amen. Utakuwa mtiifu. Kabisa utakuwa mtiifu. Sema amen. Ukweli. So lakini neema bado iliendelea, kwa sababu waliendelea kufanya nini? Kujinyenyekesha. Hebu angalia 9 inasemaje? Basi Shishaki mfalme wa Misri akapanda juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote, akazichukua pia ngao za dhahabu alizozifanya Suleimani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, wakaja walinzi wakazichukua, akazirudisha tena chumbani mwa walinzi. Naye alipojinyenyekeza, adhabu ya Bwana ikamgeukia mbali, asimharibu kabisa. Tena yalionekana katika Yuda mambo mema. Hebu sikia hiyo 12 inasema, naye alipojinyenyekeza, ghadhabu ya Bwana ikamgeukia mbali, asimharibu kabisa. Tena yalionekana katika Yuda mambo mema. Yalionekana kwa sababu alifanya nini? Alipojinyenyekeza. Sema amen. So hebu tuangalie maisha ya Rehoboam. Hebu angalia maisha ya Rehoboam yapo hivi. Alianza vizuri, Mungu akambariki, akainuliwa na Bwana, akapewa nguvu, ufalme wake ukadhibitika, kiburi kikaingia. Kilipoingia, kumbuka Mungu anafanya nini? Anapinga. Mungu akafanya nini? Akampinga. Alipompinga, akaona mambo yaendi vizuri. Wakafanya nini? Wakanyenyekea. Waliponyenyekea, Mungu wetu ni wa huruma. Akawahurumia. Alikuwa ameamua atawaharibu, lakini waliponyenyekea akawapa neema. Lakini Rehoboam akajifunza, akaona tukijiinua kunaenda vibaya. So sasa afadhali tukae chini. Tukae kama tumefanya nini? Tumenyenyekea. Akaishi maisha ya kunyenyekea. Biblia inasema ghadhabu ya Bwana ikamuondokea mbali. Maana yake ni unapoendelea kunyenyekea, hata kama Mungu alikuwa ameamua kuna kitu kitatokea, hicho kitu vile ambavyo unaenda chini, hicho kitu kinarudi nyuma. Aya. Sema amen. Sema amen. So jinsi ya kuondoa mabaya maishani, jinsi ya kuondoa mabaya maishani ni kuishi maisha ya nini? Ya unyenyekevu. Ya unyenyekevu. Sema amen. Alafu Biblia inasema alipojinyenyekeza, ghadhabu ya Bwana ikamgeukia mbali, asimharibu kabisa. Tena yalionekana katika Yuda mambo mema. Unyenyekevu unaleta mambo mema. Mwambie mwenzako, unyenyekevu unaleta mambo mema. Mwambie kuna mahali unasumbuka hivi. Hebu angalia kama kuna kiburi fulani. Ukweli, ukiona unapitia kitu, usio haraka wa kusema shetani. Kabla hujasema shetani na kupinga pepo. Pengine shida sio pepo, pengine shida ni mimi.
Si ni ukweli? Thibitisha kwanza, sio wewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hebu tuone mtu mwingine. Hebu tuone nyaraka za mambo ya nyakati ya mbili ya pili 32:20 hadi 26. Hebu sikia, huyu ni Hezekia. Sasa tumemwona Ahabu, tumemwona Rehoboam, na sasa tunaenda kumwona nani? Hezekia. Hebu tusikie Hezekia. Na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba, wakalia hata mbinguni. Naye Bwana akatuma malaika aliyowakatia mbali mashujaa wote na majemedari na maakida matuoni wa mfalme wa Ashuru. Basi akarudia nchi yake mwenye haya ya uso. Sema amen. Naye alipoingia nyumbani mwa Mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga. Sema amen. Sasa huyu ni mfalme wa Ashuru, anaitwa Ashuru. Amevamia Yerusalemu na amevamia ufalme wa Hezekia. Hezekia na Isaya nabii wakafanya nini? Wakaomba, wakalilia mbinguni. Si ni ukweli? Mungu akatuma malaika wake, akaua wanajeshi 185,000 wanajeshi. Mfalme alipoona kilichotokea akarudi kwao. Aliporudi nyumbani, watoto wake yeye mwenyewe wakamuua, kwa sababu alikuwa amefanya nini? Amejiinua kinyume cha nani? Cha Bwana. Na Bwana alishasema yeye huwapinga wenye kiburi. Sasa huyu mfalme wa Ashuru alikuwa amejipiga kifua. Mtaona miungu ya mataifa haija hata Hezekia asiwadanganye. Nitawachukua. Hezekia na Isaya wakafanya nini? Wakaomba, kwa sababu maombi ni ishara ya unyenyekevu. Amen. Ukiona mtu ambaye haombi, huyo ni mtu ambaye amejiamini. Anaweza maisha yake peke yake, na hicho ni nini? Ni kiburi. Ndugu yangu, baba, nikuulize swali. Tumeketi hapa, unajua nani hapo nje ya huu mlango? Unajua nani yupo? Sasa kama ujui nani yupo hapo nje, mambo mengine utajuaje maishani? Si ni ukweli? Yani wakati mwingine tuna kiburi. Yani unaweza ati mimi naweza maisha yako wewe, na hata saa hii nikikuuliza nani yuko hapa nyuma ujui. Yani ukuta huu ndio umekuzuia kujua mambo, ukuta, mawe. Sasa utajuaje kile shetani anakupangia? Kama mawe yanakuzuia, shetani atakufanya nini? Ukishajua wewe hauwezi bila Bwana, unakuwa mtu wa nini? Wa maombi. Unakuwa mtu mnyenyekevu. Ukiona mtu anaomba sana, ni mtu ambaye ameelewa haya maisha siyawezi peke yangu. Sema amen. So maombi ni ishara ya nini? Ya unyenyekevu. Kufunga ni ishara ya nini? Ya unyenyekevu. Kutii neno ni ishara ya nini? Unyenyekevu. Sema amen. Amen. Sasa huyu alipojiinua, Mungu alimuonyesha kivumbi, na watoto wake mwenyewe, watoto wake wakamuua. Sasa hebu tuangalie Hezekia wetu kilichotokea. Hezekia wetu nini kilimtokea? Tuko kwenye 22. Ndivyo Bwana alivyomwokoa Hezekia na wenyeji wa Yerusalemu na mkono wa Senakeribu mfalme wa Ashuru na
mikononi mwa wote, akawaongoza pande zote. Watu wengi walimletea Bwana zawadi huko Yerusalemu, na vitu vya thamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. So Mungu amemfanya vizuri. Yes. Mungu amembariki Hezekia, ni kweli? Amemuinua, amemtukuza, amejulikana. Wacha nikwambie, unaona hapa mahali tumeketi? Hapa tumeketi hapa. Kuna mtu Mungu amekupangia atakuinua sana. Ukiinuliwa, kumbuka ujumbe huu. Kumbuka. Kumbuka. Unajua Mungu ana makusudi mengi. Ukiona Mungu akinena mambo kama haya, ana mipango na mtu hapa. Amen. Sema amen. Amen. Na kama Mungu ana mpango, alafu wewe ulikuwa chini, alafu Mungu akuinue. Kumbuka. Mchungaji kutoka Kenya. Yes. Kumbuka. Mchungaji kutoka Kenya alisema nyenyekea. Amen. Nyenyekea. Hata kazini kama unafanya kazi. Yes. Ukiinuliwa kazini, usianze kujifanya bosi. Kumbuka mahali ulikuwa. Sema amen. Amen. Usianze kuuliza watu mnaingia saa ngapi. Hizi ni saa ngapi mnaingia? Ati kulikuwa na foreni nini? Hata mimi nimetumia hiyo barabara. Kumbuka mahali Mungu amekutoa. Sema amen. Amen. Kumbuka. Amen. Usisahau Mungu akikupatia duka, akupatie duka alafu lianze kufanya vizuri. Kumbuka. Yes. Usianze kuuliza, mbona hamna wateja? Mbona hamna wateja? Ati hamna wateja? Ati uchumi unafanya vibaya. Wapi? Kuna mtu ameketi hapa, Mungu atakupatia duka. Amen. Ama kuna mtu ameketi hapa na ana duka, Mungu ataibariki. Amen. Na utapata wateja sana. Amen. Sema amen. Amen. Ukianza kuona hela imeanza kuingia, kumbuka mchungaji kutoka Kenya. Kumbuka mchungaji kutoka Kenya alisema nyenyekea. Amina. Ukiona Mungu ametuma ujumbe kama huu, ametarajia makuu. Amen. Anakuwazia makuu. Amen. Ndio maana anakutayarisha, kwa sababu anajua ukishapata kukupata itakuwa shida. Sasa wacha akutayarishe saa hii. Amen. Ndio ukipata ukumbuke, mchungaji kutoka Kenya. Nyenyekea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe huyo mwenye duka la nguo na viatu, Mungu akubariki sana. Amen. Katika jina la Yesu. Na abariki hiyo biashara yako sana. Amen. Katika jina la Yesu. Haya. Tuendelee. Tuendelee. Tuendelee baba. Katika siku hizo Hezekia akaugua. Akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana, naye akasema naye. Akampa ishara. Walakini kadiri alivyofadhiliwa, Hezekia hakumrudishia hivyo. Hebu nisomee huo mstari kwenye neno. Tusikie. Neno linasemaje? Lakini hebu kuanzia na mahali amekuwa mgonjwa. 24. 24. Katika siku hizo Hezekia akaugua, naye akawa karibu kufa. Akamwomba Bwana, ambaye alimjibu na kumpa ishara. Lakini moyo wa Hezekia ukajaa majivuno. Moyo wa Hezekia ukajaa nini? Majivuno. Ukajaa. Baba, yani Mungu anakubariki na badala moyo ujae unyenyekevu, unajaa nini? Majivuno. Yani umeiona mtu amebarikiwa mpaka moyo unajaa majivuno. Yani amebarikiwa, Mungu amekuwa mwema kwake, lakini badala aketi chini aseme na Mungu umekuwa mzuri kwangu, umekuwa mwema kwangu.
Yeye anaketi anashangaa, wow. Nani kama mimi? Si unakumbuka ule mpumbavu? Yes. Alivuna, akajaza, alafu akaambia moyo wake, moyo wangu, tulia, relax, we kula. Sasa nani, haya hizi zote nitafanya nini? Nitabomoa haya, nijenge makubwa. Majivuno. Huo usiku Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, hii siku hii nafsi yako naitaka. Ni Yesu alisema, ni Yesu alisema hivyo. So Mungu akikubariki, moyo wako usijae nini? Majivuno. Kumbuka tu. Yaani kumbuka, ujikumbushe kila wakati. Hapana, mimi siwezi sahau. Kama Daudi alikumbuka sana. Anakumbuka mahali Mungu alimtoa. Mungu alinitoa kufuata tukondoo 5. Akanifanya mfalme. Yes. Alafu nimsahau? Siwezi msahau. Si unakumbuka akiambia mke wake, wewe unacheza wewe. Ati mimi nilikuwa nacheza mbele ya Bwana. Na watu ambao unasema watanidharau, hapana, wataniheshimu, lakini nitacheza hata kuliko hivyo. Alafu anamwambia Mungu ambaye alikataa baba yako na akanichagua mimi, nitamchezea. Yes. Nitamchezea. Kwa sababu hataki moyo wake ujae nini? Majivuno. Kwa sababu Mungu akikubariki, uwezekano wa kujaa majivuno ni mkubwa mno. Sijui hapa Tanzania kuko vipi, lakini kule Nairobi, haya mama, tuna watu kanisani, kama hawajabarikiwa, hawajapata kazi, waaminifu, wanakuja kanisani, wanafagia, wanaosha. Bwana nikumbuke, mikesha, mikutano, ibada zote wako. Wacha wapate kazi. Dada nani ulienda? Mchungaji, unajua hizi siku Jumapili ndio siku ya kufua nguo. Jumapili ndio siku ya kufua nguo. Kwa sababu ya milioni 1. Milioni 1 ndio imekuingia kwa kichwa. Milioni 1. Na Mungu wewe unajua Mungu amekupangia ngapi? Na hii 1 imekuingia. Mungu akiona hivyo, milioni 1 imekuingia kwa kichwa. Okay, wachana na huyu. Tumwache kwanza. Na kama Mungu anaweza kupatia milioni 1, si anaweza hata kupatia bilioni 1. Yes. Lakini watu sio nini? Si waaminifu. Wakibarikiwa kidogo, wanajaa majivuno. Mwambie mwenzako, sio mimi. Mwambie sio mimi. Sema katika jina la Yesu. Sema napokea neema ya kutembea kwenye unyenyekevu. Sema katika jina la Yesu. Napokea neema ya kutosahau mahali Mungu amenitoa. Sema katika jina la Yesu. Hata Mungu anibariki, hata Mungu aniinue kiasi kipi, sema sitasahau. Sema moyo wangu utabaki mnyenyekevu katika jina la Yesu. Sema katika ibada hii napokea neema ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Sema roho ya unyenyekevu inafanya kazi maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo. Sema maisha yangu hayataenda juu na yarudi chini tena. Sema katika jina la Yesu, maisha yangu yataenda juu, yataendelea kwenda juu, yataendelea kwenda juu bila kurudi chini, kwa sababu ya roho na neema ya unyenyekevu. Sema amen. Amen. Kwa hivyo kanisa letu ni kanisa la watu wanyenyekevu. Sema amen. Amen.
Na ukiona mtu akiwa na kiburi mwambie, kumbuka mchungaji kutoka Kenya, kumbuka. Sema amen. Alafu nini katokea? Lakini moyo wa Hezekia ukajaa majivuno. Na hakuonyesha itikio kwa wema aliotendewa. Baba, moyo ukijaa majivuno, mtu aonyeshe nini? Mwitikio kwa wema ambao amefanya nini? Kwa hivyo Mungu anaweza kutendea mema, alafu wewe uitikie vibaya. Uitikie kwa nini? Kwa majivuno. Mungu akikutenda mema, hata wewe itikia vyema kwa kunyenyekea. Sema amen. Kwa kunyenyekea. Na Mungu asikubariki alafu uanze kuambia watu, mbona hamtii bidii? Wewe ni bidii yako imekufikisha mahali umefika. Unajua kuna watu mbona hamtii bidii? Ni vizuri kutia bidii, lakini tunajua sisi wote sio bidii inainua watu, sio bidii. Ingekuwa ni bidii inainua watu, kuna watu wangekuwa juu ya wengine. Sio bidii. Ni neema ya Bwana. Sio bidii. Hakuna mtu alienda juu ya bidii, hakuna hata mmoja. Mama, ingekuwa si ukweli kile ambacho ninasema, kuna watu wangeenda mbele ya Mungu waseme, lakini si ni bidii yangu. Lakini hakuna mtu atasimama mbele ya Mungu aambie Mungu, si unanijua, si unanielewa, si unajua venye hard working boy. Hakuna mtu, hakuna. Sisi wote tumefadhiliwa na neema. Sisi wote. Sisi wote. So ukiwa mbele ya mwingine, usione ni kana kwamba kuna kitu hafanyi na wewe unafanya. Sema amen. Sema mimi mnyenyekevu. Tuendelee baba. Kwa hiyo adhabu ya Bwana ikawa juu yake. Baba, umegundua kila wakati kiburi kikiingia, ghadhabu ipo. Sijui kama umegundua kwenye haya maandiko yote ambayo tumesoma. Wakati wote kiburi kimeingia, ghadhabu iko. Nafuata. Kwa hiyo adhabu ya Bwana ikawa juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hebu angalia, kwa sababu yeye ndio nani? Mfalme. Yeye akiwa na kiburi, taifa nzima, ghadhabu ya Bwana ina ukweli. Ukweli. Ndipo Hezekia akatubu kwa ajili ya kiburi cha moyo wake. Hezekia alikuwa nini? Alikuwa mwenye hekima. Alifanya nini? Alitubu. Kwa ajili ya nini? Kiburi cha moyo wake. Akatubu. Ndio maana ninakwambia, ukisikia neno kama hili ni vizuri uende uangalie maisha yako. Upige darubini uangalie kuna mahali ambapo nahitaji kutubu. Kama ipo, tubu. Kwa sababu ukitubu, Mungu hana shida na wewe. Alishasema yeye huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Ukinyenyekea atakupatia neema. Haijalishi, atakupatia neema. Hata kama ulikuwa na kiburi alafu ukatubu, Mungu hata nakumbuka pale ulivyonifanyia. Atakusamea tu na muendelee. Sema amen. Ukweli. Ndipo Hezekia akatubu kwa ajili ya kiburi cha moyo wake, kama walivyofanya watu wa Yerusalemu. Kwa hiyo adhabu ya Bwana haikuja juu yao katika siku za Hezekia. Kwa sababu alifanya nini? Alitubu. Akafanya nini? Akanyenyekea. Alitubu, akanyenyekea. Sema amen. Hebu tumsikie Yesu alisema nini. Yesu mwenyewe alisema nini? Hebu nisomee Mathayo 23. Mathayo 23:12. Hebu tumsikie Yesu alisema. Mathayo 23:12. Kwa kuwa yeyote anayejikweza. Hebu tusikie. Hebu sikia hii. Hebu sikia hii. Kwa yeyote
anayejikweza. Jina yeyote inamaanisha? Jina yeyote inamaanisha? Haijalishi ni mwanamume, mwanamke. Haijalishi ni mweupe, mweusi, mrefu, mfupi, tajiri, maskini, haijalishi. Yeyote anayefanya nini? Anayejikweza atashushwa. Na yeyote anayejinyenyekeza atakwezwa. Yoyote inamaanisha? Yeyote anayejikweza, atafanya nini? Atashushwa. Yaani ukijipeleka juu, Mungu atakurudisha chini. Ukijipeleka chini, Mungu atakupeleka juu. Amen. Kwa hivyo kwenye ufalme wa Mungu, jinsi ya kwenda juu sio kwenda juu, ni kwenda chini. Ukienda chini, Mungu atakupeleka juu. Amen. Kwa sababu angalia, kazi ya kushusha na kukweza sio ya mwanadamu. Ni ya nani? Ya Mungu. Kazi ya mwanadamu ni kufanya nini? Ni kujinyenyekesha. Ukijinyenyekeza, Mungu atafanya nini? Atakuinua. Sasa mwangalie mwenzako, muulize maswali kadhaa. Muulize katika jina la Yesu, atakayejiinua yeyote, mwambie yeyote, ukiwemo mwambie yeyote, hata wewe ukijiinua, Mungu atakunyenyekesha. Ukijinyenyekesha, Mungu atakuinua. Muulize, je, wewe katika maisha umechagua nini? Swali nzuri hilo. Umechagua nini? Kujiinua ama kujinyenyekesha? Sema amen. Amen. Na baba, ni vibaya sana kufanya nini? Kujidanganya. Si ni ukweli? Afadhali mtu anidanganye, ni sawa. Lakini kujidanganya mimi, unajidanganya wewe mwenyewe. Uwezi jikweza na mambo ya kwende vizuri. Biblia ilishasema. Na hauwezi nyenyekea na mambo yaende vibaya. Inaweza ikawa ni vigumu kunyenyekea. Inaweza ikawa ni uchungu kunyenyekea. Lakini ukinyenyekea, Mungu atakuinua. Sema amen. Sema amen. Aya, tusimame. Inua mikono yako juu. Mwambie Bwana, napokea neema. Sema napokea neema katika jina la Yesu. Sema napokea neema. Omba, pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Huu ndio ujumbe ambao Mungu alituma leo. Ina maana yake, neema ipo. Neema ipo. Napokea neema ya kunyenyekevu. Napokea neema ya hili neno katika jina la Yesu. Napokea uwezesho wa hili neno maishani mwangu katika jina la Yesu. Napokea uwezesho wa hili neno katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hili neno litapata kukuza matunda maishani mwangu katika jina la Yesu. Hili neno litazaa maishani mwangu. Litazaa 30%, 60 na 100 katika jina la Yesu. Litazaa matunda ya hili neno yataonekana maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru Bwana, nashukuru katika jina la Yesu. Nashukuru kwa kunitayarisha katika jina la Yesu. Nashukuru kwa kunitayarisha kwa mambo makubwa katika jina la Yesu. Baba, napokea neema. Baba, napokea neema. Wema ukija maishani mwangu, mazuri yakija maishani mwangu, makubwa yakija maishani mwangu, ukinikweza, ukinibariki Bwana, sitasahau katika jina la Yesu. Sitasahau katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Baba, napokea neema ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Baba, napokea neema ya unyenyekevu. Baba, najivika unyenyekevu. Najivika unyenyekevu. Nimekataa uchi wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Baba, maishani natembea na moyo wa unyenyekevu. Naishi maisha ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nashukuru na mahali ambapo Bwana nilikosea, mahali ambapo Bwana nilipoteza njia, Bwana natubu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana, ukanisamehe katika jina la Yesu. Mwangaza wa neno umeingia Bwana ka sehemu zote ambazo nimekausha moyo wangu, sehemu zote Bwana ambazo Bwana nimeinua moyo wangu kwa kiburi. Bwana, natubu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Natubu mchana wa leo Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninashukuru na aliamini neno lako ya kwamba Bwana unawapinga wenye kiburi, Bwana unawapa neema wenye kunyenyekea. Bwana, katika jina la Yesu na aliamini neno lako, unawakweza wale ambao wamenyenyekea, unawashusha wale ambao wamejikweza. Bwana, nalipokea neno lako katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana, ni asante mipango yako na kanisa hili Bwana, kanisa letu hili katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu Bwana kanisa lenyewe linainuliwa kwa viwango vikuu katika jina la Yesu, na hata wakiinuliwa Bwana watabaki wanyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni asante Bwana, ni asante Yesu, tunakushukuru. Ni asante Yesu mfalme, tunakushukuru. Tunakushukuru katika jina la Yesu, tunakushukuru. Tunashukuru katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako Baba, tunashukuru. Yesu, tunashukuru. Wewe ni mwema, ya kwamba Bwana umeona hatari mbele, unatupa onyo, unatutayarisha kwa mambo yajayo. Tunashukuru katika jina la Yesu. Hatutasahau. Mimi sitasahau uliponitoa, sitasahau Bwana. Kama mtumishi wa Mungu sitasahau, kama baba sitasahau, kama mchungaji sitasahau Bwana, sitasahau katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nakushukuru Bwana, nakushukuru Bwana. Pokea sifa na shukrani, pokea sifa na shukrani, pokea sifa na shukrani. Tunashukuru katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Sema amen.